tunarudi kwenye matawi yetu bila kadi za wanachama. MD tafakari kwamba wewe mwana Simba unaambiwa kurudi kwenye tawi lako uende ukaisemea Simba mazuri, huna kadi ya wanachama. Yeye kwenye tawi lake kwenye kadi ya wanachama hawafiki hata 13. Leo wamesoma rubadili wako watu 4. Paka nina kodi nyingine Zanzibar. Jitafakari wewe kwamba hamasa zote za Simba zinaanzia kwako. Je, wewe pia unapata faida gani kwenye klabu ya Simba? Kama sisi machawa Mangungu, wewe machawa wa vitu vingine. Sasa sisi tuwaambie wana Simba wote, kwa sababu wameongea waliotangulia hapa, lakini sisi tunawaambia tu wana Simba tuwe lugha moja. Wote waliokuwepo kwenye miaka 4 wamefeli, ikiwepo na mwenyekiti wetu wa klabu ya Simba kama kafeli, basi na mwekezaji pia amefeli. Sisi tunaomba wana Simba tuungane kwa pamoja. Simba ni klabu kubwa, inahitaji wawekezaji wengi zaidi ya 2, watupishe au waingie wengine ili tuweze kuiongoza Simba. Mimi niseme asanteni sana kwa yale niliyozungumza. Mimi nadhani tuliokutana hapa ni wana Simba na wenye machungu na klabu ya Simba. Wakitaka waamini hilo, hata Simba ilipopoteza kwa kufungwa magoli 5, kama waandishi wa habari mnakumbuka, tulifanya press Masaki, tulizungumzia Simba na matatizo yaliyokuwepo ili kuwarudisha wana Simba kwenye lugha moja. Sasa kama tuliweza kuwarudisha wana Simba kwenye lugha moja, akiwepo GB 64, Dr. Mona na mapensa wengine, leo tumekuja hapa kuwaambia wana Simba ukweli kwamba Simba yetu inaenda kupotea kama tutakubaliana wana Simba wote ikapotee. Kwa sababu gani nasema iende ikapotee? Kama kuna ukomo wa mwenyekiti Mangungu miaka 4 achaguliwe mwenyekiti mwingine, kwa nini mwekezaji hana ukomo? Akae miaka 500 yeye apate faida tu. Mimi nikisema hivyo kwa sababu moja, kwenye jezi ya klabu ya Simba, kati ya mdhamini mkuu na mwekezaji ana matangazo mengi kuliko mdhamini anayetoa pesa. Ukiangalia jezi ya Simba aliyetoka hapa kwenye mashindano ya kimataifa ambayo yana faida kubwa na thamani kubwa kuonekana duniani, yeye ndio amekaa pale mbele. Ameweka mokora pale mbele kwamba mdhamini mkuu wa mashindano ya kimataifa katika jezi. Sasa je, faida ile pesa ambayo imeingia pale, sisi kama wana Simba tunaipata wapi? Simba inafanya vibaya, tunamlaumu mtu mmoja. Maana yake hawa viongozi wengine kwenye Simba ikifanya vibaya wao wanakuwa hawatendi. Sisi tuwaambie tu, Simba imefanya vibaya miaka 4. Kuanzia Modeuji mpaka mwenyekiti ambao leo wanasema ni mbaya, wote watupishe. Kama ni kweli waondoke viongozi ambao tumewachagua si wanachama, basi na mwekezaji atupishe. Kwa sababu kama hasara anapata na anaendelea kuwekeza Simba, alafu Simba inafanya vibaya, leo yeye anaendelea kuwepo katika klabu ya Simba, sisi tunaona sio sahihi. Yeye kuna faida mara anaipata. Kama mwekezaji upate faida, haiwezekani. Juzi nimemsikia mtu mmoja, ni mwenyekiti wa tawi ambalo siwezi kulizungumzia, ni mtu mkubwa sana.